Of course, kuiwanga pia final leo ni miongoni mwa story kubwa ambazo nataka tuzipigilie story mbili. Zote zinahusiana na Master Ayubu kutoka hapa ndani ya mipaka ya Mama Samia. You feel me? Okay, by that time bwana kuna data ambazo zimetolewa na mtandao wa Boomplay. Hii tunafahamu ni miongoni mwa digital platform ambalo pia ni jukwaa kubwa ambalo linatumiwa na wasanii kuhakikisha kwamba wanauza muziki wao kwa wateja wao Yemen, wa Tanzania na Afrika na ulimwengu mzima kwa ujumla. Of course, according na Boomplay anaweza kutoa weekly top song kwa Tanzania. Yaani zile ngoma ambazo kwa wiki iliyopita naweza kusema kusikilizwa sana. Sasa according na Boomplay anaweza kutoa weekly top song in Tanzania na yeye vigezo vyao bwana katika kuhakikisha kwamba wametoa zitwa namba. Unaelewa? Wanasema kwamba chatting ni base kwenye streaming kuanzia pale Aprili mwezi wa 3 mpaka Aprili 9 kwa mwaka 2026. Umeona bwana? Sasa bwana hapa according na Boomplay ngoma ya kwanza ni ya kwake DN ambaye amemshirikisha Alikiba ambaye anaitwa Finally. Unaelewa? Yes. Hii ni ngoma ambayo imeshika nafasi ya kwanza katika ngoma ambazo zimesikilizwa sana kwa hapa Tanzania. Unaelewa? DN ni mbaya sana. Yemen. Lakini nafasi ya pili nataka kujua inaenda kwa nani? Hapa nafasi ya pili inaonekana inaenda kwa Harmonize na track yake ambayo inaitwa Wewe. Yemen. Lakini pia nafasi ya tatu mzee wangu inaenda kwa Diamonds Platinum. Hapa Harmonize kama amejaribu kufanya comeback ya juu kwa juu. Yes, kwa sababu katika weekly top chart ya Boomplay kwa wiki iliyopita Diamond alikuwa nafasi ya pili. So this time ukiangalia hapa nafasi ya pili imeshikwa na Harmonize ambapo pia wiki iliyopita alikuwa nafasi ya tatu. So amefanya ile exchange, umeelewa? So ya kwake Diamond hapa imeshika nafasi ya tatu yana, lakini pia nafasi ya 4 imeshikwa na mwanadada Zuchu kutoka pale ile lebo ya Wasafi WCB na ngoma yake ambayo inaitwa I Love. Ni miongoni mwa track kali kabisa ambayo iliweza kutoka mwezi wa 4 huu, unaelewa, mwanzoni kabisa pale za kwanza Yemen. Nafasi ya 5 imeshikwa na Diamond featuring na Jux ngoma inaitwa Joy. Lakini pia nafasi ya 6 imeshikwa na Nandi na ngoma yake ambayo inaitwa Asante. Nafasi ya 7 imeshikwa na Diamond tena na Tulizana track yake ile ambayo iliweza kufanya vizuri sana mwezi ya Pilipili hivi, unajua mwezi wa Pilipili hivyo yani. Of course, nafasi ya 8 imeshikwa na Mbosso Kanga darasa la 7. Of course, tukikumbuka ni miongoni mwa track ambayo iliweza kusumbua sana kwa kipindi mwezi uliopita. Yaani miongoni mwa track ambayo ilikuwa ikipendwa sana na miongoni mwa ngoma ambayo ilifanywa challenge nyingi sana pale TikTok. Basi ni wimbo wa darasa la 7 kwake Mbosso. Back in kwa sasa hivi hapa according na weekly top song Tanzania na Boomplay kwamba imeshika nafasi ya 8, lakini pia nafasi ya 9 ni ya kwake Divorce featuring Zuchu ngoma inaitwa Baridi of course, lakini pia nafasi ya 10 mwisho imeshikwa na Zuchu ambayo bado nakupenda. Of course, hii ni miongoni mwa story ambayo nikaona nipite nayo ili nyingi kwa sababu kunaonekana kwamba watu kati watu wamepangana sana, umeelewa? Diamond kutoka nafasi ya kwanza, umeelewa, mpaka ya 3. Harmonize kutoka ya 3 mpaka ya 2. So kuna kitu ambacho watu wamepindulia na meza juu kwa juu. Of course, kutoka kwa Boomplay, by the way, tunataka turudi tena kwa Tanzania chart. Hapa Tanzania chart kwa hii mwezi wameweza kutoa takwimu nyingi sana, namba tofauti kutokana na wanachokifanya wasanii wenyewe huko katika mitandao ama digital platform ambazo wanatumika kuuzia muziki. You feel me? Sasa waweza kutoa chart nyingi, wasanii wa kike wenye viewers wengi, wasanii wa kiume wenye viewers wengi, wasanii wa kike wenye subscriber wengi pale YouTube, hata pia kwa wasanii wa kiume Africa wenye subscriber wengi. Ni miongoni mwa chart namba ambazo waweza kutoa kwa mwezi huu, lakini hajaishia hapo. Sasa Tanzania chart wameweza kutoa bango jingine, takwimu numbers. Wanasema kwamba Bongo Flava wenye viewers wengi YouTube kwa wiki hii hapa. It means wiki hapa tunazungumzia, umeelewa? Hawa ni miongoni mwa wasanii ambao wana viewers wengi baada ya kuachia project zao mpya. Umeelewa? Sasa hapa nafasi ya kwanza inashikwa na Diamonds Platinum ambaye kwa wiki hapa ngoma zake hapa nazungumzia ngoma zake Happy, umeelewa? Lakini nazungumzia na Joy. Hapa bwana ameweza kukusanya idadi ya viewers wengi ambao ni milioni 33.6. Okay, nafasi ya pili kishikwa na Rayvanny ameambulia
viewers milioni 21. Nafasi ya 3 Zuchu milioni 11.9. Nafasi ya 4 Alikiba ambaye amechukua viewers milioni 9.5. Nafasi ya 5 Mbosso Khan na Shebeba anaweza kujikusanyia wale viewers wake pale katika mtandao wa YouTube. Hapo ni milioni 9.1. Lakini pia ukienda pale nafasi ya 6 Harmonize ana viewers milioni 9. Mario ana viewers milioni 8. Juma Jux milioni 6. Divorce Jimmy ana viewers milioni 4. Lakini nafasi ya 10 Weza Mimi bwana Kuslove among of new artists kwenye industry ya muziki wa Bongo Flava, new artist for the local label ya Next Level Music. Man, yeye anaweza kupata viewers milioni 2.4. So mbaya nigga, so mbaya kwa sababu ni miongoni mwa wasanii ambao ni wageni katika industry hii ya muziki wa Bongo Flava. So kuwepo katika orodha ya vibabu pale kuna mablaza, kuna vibabu, unaelewa? Hii ni basi miongoni mwa big achievement for Kuslove kwa sababu inaleta moyo hata kwa kile kwamba wow, watu wanatizama, kumbe YouTube mtu anapata ile nguvu, passion ya kuzidi kufanya kitu kilichokuwa bora sana. Of course, hizi ni miongoni mwa story mbili ambazo nimekutana nazo kwenye Roundup ya Film Online. Good Fat Msafi, unaweza kuweka comment yako, lakini pia subscribe ili kwanza kupata zile taarifa zote za kiburudani kutokea hapa Film Online. Oh yeah, shalom tuziende kwa nani? Kwa kameramani anaitwa Joe X ambaye kila siku yupo behind the camera kuhakikisha kwamba ndio Mswati Msafi kwenye Roundup ya Film Online bila siku na shine. Bwana, until next time.